Asante Fatuma Hassan kwa habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Golikipa wa kisasa wa mpira Edin Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amepongeza timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kwa kuonesha juhudi na ushindani wa hali ya juu kwenye mchezo dhidi ya Morocco wa hatua ya mtoano ya 16 bora. Makonda amesema hayo leo baada ya kumalizika kwa mchezo huo ambapo Morocco waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Amesema kuwa kupitia mchezo huo Taifa Stars wamejenga heshima duniani na Tanzania imejitambulisha kuwa na vipaji na uwezo wa kucheza mpira kwa kiwango cha juu. Ukiniuliza mimi leo kwamba nani mshindi, nitakwambia mshindi ni Tanzania. Na imani hata Watanzania waliokuwa wanatazama mpira wanajua mshindi ni nani? Tanzania. Tumefanya kazi kubwa ya heshima na wala hatupasi kujilaumu wala kuhuzunika. Tumeshajitambulisha duniani ya kwamba taifa letu na nchi yetu ina watu wenye uwezo wa kucheza mpira na kuonyesha viwango vya hali ya juu. Nifurahi sana kuona utulivu wa leo, kwa sababu pressure iliyokuwa pale uwanjani sio pressure ya kawaida, lakini utulivu mliokuwa nao umeongeza uwezo na maturity yenu kuonekana kwa jamii ya kwamba hawa sio timu ya kawaida. Huko mtaani wako natamba, nyinyi 5. Wakikutana na balozi wanambia tunawapiga 4. Wakikutana na nani wanambia nyinyi hatukiwahurumia sana 3. Lakini najua hata leo hii wakitoka watalaumiana. Kwa hiyo tuache wao walaumiane, sisi tumtukuze Mungu aliyetufanya tukafanya maajabu leo kwenye uwanja. Jambo la tatu, nafahamu ya kwamba baada ya ratiba hizi kuna ratiba zitaanza za watu kurudi Tanzania na wengine mnacheza kwenye klabu zenu. Lakini ziko salamu za Mheshimiwa Rais ambazo zitafika ndani ya hizi siku chache zilizoko mbele yetu, na nyinyi mtapata nafasi ya kumuona mwenyewe akiwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya. Haya, wakati serikali ya awamu ya 6 ikiendelea na jitihada katika kuwekeza kwenye sekta ya michezo nchini, taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion ambao ni wadau wa sekta ya michezo wameahidi kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ili kufikia lengo lake. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mkurugenzi wa taasisi hiyo ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, Mohamed Haji, amesema kuwa bado wataendelea kuunga mkono serikali zote mbili ya Jamhuri na Mapinduzi, hususani katika kuandaa na kuongoza mashindano ya michezo nchini ili kuibua na kuzalisha vipaji vipya katika sekta hiyo. Ni wakati mwafaka sasa wa kuendelea kuwasapoti viongozi wetu wawili hawa, Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa juhudi ambazo wanazifanya si kwenye michezo peke yake, kwenye nyanja mbalimbali ambazo zinahusu jamii kwa njia moja ama nyingine. Kwa programu hiyo ya kufanya mazuri zaidi, hatutaki tuishie tu Dar es Salaam. Tunatamani sasa tutoke nje ya Dar es Salaam, ikiwezekana tuende Arusha, tuende Dodoma, Mwanza, tutaanzia majiji makuu alafu tunaanzia chini chini. Katika hatua nyingine, Mohamed Haji amemshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuikabidhi tuzo taasisi hiyo, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wake katika michezo kwa mwaka uliopita. Shukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutambua juhudi ambazo tunazifanya za kutambua michezo na kusapoti serikali ya zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar za Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kweli tumepokea tuzo kama taasisi na ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kuanza mwaka mpya 2026 na kuanza na baraka za kuonana na Mheshimiwa Rais na kutambua na kuthamini michezo ni jambo jema sana. Neema Ndeto, Channel 10 Michezo. Neema Ndeto kwa taarifa hiyo, na tuelekee mkoani Singida ambapo ligi daraja la 3 ngazi ya mkoa wa Singida
imeanza kutimua vumbi kwenye viwanja vya michezo vya Kumbukumbu ya Jumbe mjini Manyoni na Mwenge Sekondari mjini Singida, ambapo jumla timu 8 zinashiriki ligi hiyo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu. Katika mchezo uliopigwa kwenye viwanja vya shule ya sekondari Mwenge mjini Singida, timu ya Old Kiomboi waliibuka na ushindi wa bao 1 bila majibu dhidi ya Manyoni Rangers. Hata hivyo, baada ya mchezo huo kutamatika, makocha na wachezaji wa timu hizo waliongea na dawati la michezo la kituo hiki. Sana ni timu yangu kwa mchezo mzuri, nilitarajia tangu kama mazoezini. Kikosi ninacho na nimejiandaa kwa ajili ya ubingwa. Mafanikio ya ushindi wa leo ni mazoezi kutoka kwa mwalimu na mbinu ambazo anatupatia mwalimu wetu. Kuelekea hatua inayofuata, tunaambia mashabiki watokee kwa wingi kwa sababu mchezaji wa mwisho ni mashabiki. Wachezaji wangu hasa eneo la mbele walipoteza concentration, wakashindwa kutumia zile nafasi kupata bao. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Kilichotokea ni mistake tu kwenye mpira. Sisi tumejaribu kupushi kadri ya uwezo wetu, lakini bahati haikuwa upande wetu. Katika kituo cha Manyoni, mchezo ulikuwa kati ya Manyoni Sports Center na Magereza kutoka Singida, ambapo Magereza walitoka kifua mbele baada ya kuwapigisha kwata vijana wa Manyoni Rangers kwa jumla ya magoli 2 bila majibu, kama anavyoeleza katibu wa madifa wa wilaya ya Manyoni, Joshua Msema Kweli. Kwa hatua hii ya mtoano ilikuwa ni nani? Ilikuwa ni hizi timu mbili kwa maana ya Magereza kutoka Singida na Manyoni Sports Center. Ndio. Lakini timu moja ya Manyoni pia ambayo imecheza hapo Singida ni timu ya Manyoni Rangers. Hiyo inazishirikisha timu za Singida City, Old Kiomboi, Manyoni Rangers, Ungumaji, Magic Pressure pamoja na Singida Market. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Ismail, kwa taarifa hiyo kutoka Singida, tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo mashabiki wa soka kutoka visiwani Zanzibar na bara wameitwa kujitokeza kwa wingi kuishangilia klabu ya Fufuni FC ambayo inashiriki mashindano ya NMB Mapinduzi Cup 2025, ambapo ipo dimbani muda huu kukipiga dhidi ya Simba katika mchezo wa hatua ya makundi michuano ya Mapinduzi kwa msimu huu. Akizungumza wakati timu hiyo ikiendelea na maandalizi ya mchezo huo, wadhamini wakuu wa mchezo huo kupitia kwa mkurugenzi wa City College Shabani Mwanga amewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi, kwani tayari wameshanunua tiketi za kutosha kwa ajili yao. Tupate taarifa kutoka kwa Shabani Mwanga ambaye yeye anazungumza kuhusiana na mchezo huo. Lengo kubwa kwa timu yetu ya Fufuni ni kuhakikisha kwamba tunahanikiza, lakini pia tunapata mashabiki wengi ambao watakuja kuipa support timu yetu. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekifanya ni kuhakikisha kwamba kila timu yetu inapoingia uwanjani, kwa hivi sasa ni kuwapata mashabiki takriban 100 kwa ajili ya kuhanikiza, lakini kwa ajili ya kuwapa support timu yetu ya Fufuni inapoingia uwanjani katika mashindano haya ya Mapinduzi. Ijulikane Fufuni ni timu geni kwenye mashindano makubwa kama haya, na imepanda ligi kuja Premier League. Kwa hiyo bado haina base kubwa ya mashabiki, haina base kubwa ya wadau wa soka. Kwa hiyo City Institute hapa visiwani kazi yake ni kutafuta mashabiki kwa ajili ya kwenda kuhanikiza na kuwapa support wachezaji wetu wanapokuwa uwanjani. Na hili tutalifanya si tu kwenye Mapinduzi, lakini hata kwenye ligi kuu ya Zanzibar itakapokuwa inarejea, tutaendelea kuwa tunawalipia mashabiki zetu kiviingilio kwa ajili ya kuja kuipa support. Ubalozi wa Jamhuri ya Watu wa China umeandaa mashindano ya mpira wa miguu kwa msimu wa 3 mfululizo, yakihusisha makampuni ya kichina ya serikali na binafsi yanayofanya shughuli zake hapa nchini kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya michezo na biashara pamoja na kukuza uchumi wa taifa kupitia mahusiano ya kijamii na kiuchumi. Nelson Munema ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mashindano hayo, mkurugenzi wa mashindano kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Salum Madadi amesema amevutiwa na kiwango cha mashindano hayo, akibainisha kuwa baadhi ya wachezaji wanaoshiriki ni wa Tanzania wenye uwezo mkubwa na vipaji vya hali ya juu vinavyohitajika kuendelezwa. Tusijikite kwenye timu zetu za taifa tu za mchezo huu wa futsal. Nje yake kuna watu wana uwezo kama hawa. Hawa wote tulikuwa tunajua kama wanacheza futsal, na kati yao kuna Watanzania ambao kwa kusema kweli tukifuatilia kwa karibu na vipaji waliokuwa navyo tunaweza kupata mchango mzuri sana kwenye mashindano yetu ya futsal.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya wa China Tianjin Johnson Guo ameshukuru serikali ya Tanzania kwa ushirikiano unaotolewa katika kufanikisha mashindano hayo yenye mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na kijamii kati ya China na Tanzania. This means Chinese and Tanzania friendship forever. So thank you for the government that supports us, and also thank you for the Tanzania. Yanahusisha makampuni ya serikali yaliyoko China na makampuni ya China ya sekta binafsi. Tunawashukuru sana serikali kwa kuweza kutuwezesha siku ya leo kuwa hapa. Mashindano haya yanalenga zaidi kutukuza Tanzania kiuchumi, kibiashara na katika nyanja mbalimbali. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Asante Nelson Munema kwa taarifa hiyo ambayo inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa. Na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Kimataifa, klabu ya Manchester United imemfuta kazi kocha wake raia wa Ureno Ruben Amorim kutokana na mwendelezo wa matokeo yasiyoridhisha, akimaliza sare ya bao 1-1 dhidi ya Leeds United jana Jumapili. Mchezo huo umekuwa wa mwisho kwa Amorim ndani ya kipindi chake cha miezi 14 akiwa Old Trafford tangu alipojiunga nao Novemba 2024. Sababu nyingine iliyomwondosha kocha huyo ni mvutano uliokuwepo kati yake na uongozi wa klabu hiyo. Alikuwa kiungo wa zamani wa United, kwa sasa kocha wa kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka 18, Darren Fletcher, anatarajiwa kupewa mikoba ya ukocha kwa muda. Na kwa mujibu wa mkataba alioingia nao na United Novemba 2024, hakuna kipengele cha klabu hiyo kumlipa fidia iliyopunguzwa. Na hata hivyo pia United italazimika kulipa mshahara wake wote hadi mwisho wa mkataba wake aliokuwa anatarajiwa kuishia 2027, akiwa na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Kwingineko, kocha wa klabu ya Strasbourg ya Ufaransa Liam Rosenior jana amewasili jijini London nchini Uingereza kumalizana na viongozi wa klabu ya soka ya Chelsea katika hatua zinazoonekana kuwa za mwisho kuelekea uteuzi wake kama meneja mpya wa klabu hiyo ya ligi kuu ya Uingereza, ambao pia ni mabingwa wa kombe la dunia la vilabu kwa mwaka wa 2025. Rosenior, raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 41, aliongoza Strasbourg msimu huu kwenye ligi nchini Ufaransa. Amesafiri kutoka Essex kwenda London pamoja na raia wa Strasbourg Mark Keller na mkurugenzi wa michezo David Weir katika maandalizi ya kuhitimisha makubaliano yake ya kujiunga na Chelsea. Hii inakuja baada ya kuondoka kwa Enzo Maresca kama meneja wa Chelsea mapema wiki hii, na Rosenior akitajwa kama mgombea mkuu kuchukua nafasi hiyo. Mazungumzo yameingia kwenye awamu za mwisho kabla ya uwezekano wa kutangazwa rasmi kama kocha mpya pale Stamford Bridge. Ingawa taarifa rasmi ya mkataba bado haijatolewa na vilabu vyote viwili, uwepo wa Rosenior London unaashiria kuwa uteuzi wake unaweza kufikiwa hivi karibuni kabla ya mchezo huo ujao wa Chelsea, na anatarajiwa kuongoza The Blues katika mashindano yote msimu huu. Nikiripoti michezo kimataifa, mimi ni Abbas Mlilapi, Channel 10+. Abbas Mlilapi kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirudishe matangazo haya kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo. Usiondoke.